Sitegemei kuona matabaka ndani ya kanisa au ndani ya makanisa ya Mungu popote. Eti kuna mtu akihubiri unafurahia. Kuna mtu unajua kuna makanisa yanakuwa kubwa, wahubiri wanakuwa wengi. Hata hapa tukiendelea, Mungu akainua vipawa na karama, sitahubiri mimi siku zote. Kuna siku ambazo nitawapa wanangu kuhubiri, Jumatano hubiri au Jumanne hubiri, Alhamisi hubiri, Jumanne hubiri, Jumapili hubiri. Lakini kunaweza kuibuka makundi. Leo nahubiri na fulani, ibada ya katikati siendi, haina nguvu ya Mungu. Leo asubuhi anaongoza nani maombi fulani. Anabora. Wewe hujautoka bado. Mtu wa Mungu hayuko hivyo. Upaswi. Mtu wa Mungu amejaa sheria ya upendo inayostiri wingi wa dhambi. Haleluya. Sheria ya Mungu ni sheria ya upendo inayostiri wingi wa nini? Wa dhambi, inayosema kama ndugu yako ana tatizo, muombee. Ule mtu anaotumia kumchukia, kumweka kichwani, kunazuia baraka zako. Kuna mambo unayapati, unaomba sana, unajitabisha, pengine unafunga, lakini umeweka watu moyoni, una hasira, una chuki ya kusimamii. Yaani ananikela huyu, yaani amechua huyu, yaani hicho kitu kinakutafuta vibaya mno. Kwanza kinaua mafanikio yako, cha pili kinakupa uadui kati yako na Mungu, cha tatu kinazuia mema, kwa sababu kipimo cha Mungu kinasema kwa kadiri unavyowatendea wengine ndivyo utakavyotendewa na wewe. Kwa hiyo hautamaliza maadui katika maisha yako kama wewe umetengeneza uadui kwa watu. Yaani ukianza kusema, yaani wewe simpendi, yaani ananikera, yaani ananikwaza. Na hivyo na wewe utakuwa na maadui wasiokupenda, wanaokereka na wewe, wasiotaka kukuona. Utakapoondoa hiyo, na Mungu anakuondolea wewe. That is how God is. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Kwa hiyo jitahidi sana. Ndio maana Mungu anasema nyie sameheni. Kila jambo samehe. Mtu anasamehe, kama achilia. Usimweke topic za watu kwenye kinywa chako. Usifurahie anguko la adui yako. Ni kweli Mungu anapiga na ukajua Mungu amempiga, tulia hivyo hivyo ili aendelee kupigwa. Usifurahie. Usianze kumweka kwa topic mdomoni mwako. Unamsema na watu wa mataifa, yaani siku hizi ameishiwa, yaani amechoka kabisa. Unaenda kundi unaongea, ukienda kundi unaongea. Wewe sio Mungu. Upange maisha ya mtu. Biblia inasema usimhukumu mtu kwa sababu hujui mbele za baba yake atasimamaje. Inawezekana Mungu ameruhusu apite ili naye ajifunze, baadaye atasimama vizuri kiuchumi, kifamilia, kimaendeleo, kihuduma, na atakuzidi. Utakuwa na lipi la kusema?